Wapendwa, ningependa kuendeleza msururu wa mafundisho ambayo nimekuwa nikiendelea nayo. Nimekuwa nikiendeleza msururu wa mafundisho yanayoelezea makosa ya waume na wake. Kwa wale ambao ni mara ya kwanza kuniona, napenda niseme ya kwamba kuna makosa 104 ambao wanaharibu mboma ya mwanamume ni 60 na mwanamke na 48. Nimezungumzia baadhi ya makosa hayo. Lakini kwa leo nataka nisungumzie juu ya fundisho ambalo pia nimekuwa nikiendeleza linalohusu wazazi na mke wa kijana wao. Nikaelezea juu ya wazazi namna wanavyoweza kukaa na mke wa kijana wao, na pia nikaeleza juu ya mkasa mwana namna anavyoweza kukaa na wazazi wa mumewe. Sasa leo nataka nisungumzie juu ya kijana naye akioa anapaswaje kuishi na wazazi wake. Na pia nitamalizia na fundisho la kuelezea juu ya wazazi wa binti ambaye ameolewa, ni namna gani watakaa na binti yao baada ya kuolewa. Hebu sasa niseme ya kwamba kijana yeyote akisa kuoa inampasa kujua ya kwamba hata kama ameoa bado ni mtoto kwa wazazi wake. Kama bado wazazi wanaishi, hata kama wazazi wana miaka 90 na yeye kijana wao awe na miaka 70, bado kwao ni mtoto, na yeye kwake kwa wazazi ni mtoto kwa wazazi wake. Wazazi wanapotembea kwake wanaweza kusema ya kwamba tunaenda kumuona mtoto wetu, na yeye akienda kuwatembelea hata kama ana miaka 70, mradi tu wazazi wanaishi, atakuwa anasema naenda kuona wazazi wangu. Kwa hivyo ikiwa kuna mambo alikuwa anawasaidia akiwa kijana, hata baada ya kuoa asikose kuwasaidia. Pamoja na kuhudumia familia yake, lazima pia akumbuke wazazi waliomzaa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, akishaoa, mwanamume akisha kuoa, kamwe asisengenya wazazi wake kwa mkewe. Kwa nini? Akiwasengenya wakijua ubaya wa wazazi wa mume, yeye huyo mama au mkasa mwana atachukia wazazi wa mumewe. Afadhali ajione kuliko mwanamume aliyeoa kwenda kusengenya wazazi kwa mkewe. Ikiwa hawana mipango ya kuua mkewe, hana haja ya kwenda kusengenya wazazi. Na ile lingine, akitaka wewe mwanamume ulioa, akitaka mkeo aweze kuheshimu wazazi, basi usiwajibu neno baya wala usiwagombeze machoni pa mkeo, usio ukamfunza vile wazazi wako hawana maana. Jambo lingine, ukitaka mkeo awasaidie wazazi, na kama unao msaada, saidia wazazi wa pande zote mbili. Wazazi waliokuzaa wewe na waliozaa mkeo, wote wasaidie. Ukifanya hivyo, mkeo akijua hayo, atakuwa tayari kusaidia wazazi wako. Jambo lingine, usikubali kama kushawishiwa na wazazi. Nasema hivi, kuna wazazi wengine wakiona kijana wao ameoa, amekaa mwaka na mkewe bila kupata mtoto, wanaanza kumwambia afukuza huyu mke, hazai, ni tasa. La, bandala, hata kama umeshawishiwa, bandala kufukuza mkeo, nendeni hospitali mkaangaliwa na daktari, ijulikane ni nani ambaye anasababisha hilo kutokea. Inawezekana ni wewe mwanamume hauna mbegu za kuzaa watoto. Inawezekana shida iko kwako na ukasaidiwa mapema, ama ikawa shida iko kwa mkeo na akasaidiwa mapema. Kwa hivyo kile nasema ni ya kwamba wewe mwanamume baada ya kuoa usikubali kama kushawishiwa na wazazi wako, maana si wao walikuchagulia, ni wewe ulijichagulia. Ndio. Kwa hivyo kaa na mkeo, kukiwa na shida yoyote inayohusiana na afya, nendeni mkamwone daktari na aweze kuwasaidia. Kama ni shida ya kiroho, ombeni Mungu awasaidie kujua namna ya kutatua shida. Hata pia kiafya, ombeni Mungu awaponye. Na ikibidi kuona daktari, fanyeni hivyo, si kosa kulingana na Biblia. Jambo lingine, ikiwa nataka mkeo akae kwa amani na atunze mali yenu, kamwe usipeane vitu vyako vya nyumbani kwa ndugu zako, dada zako, wazazi
pasipo mkeo kujua. Kama kuna sababu ya kusaidia ndugu zako wasasi, eleza mkeo, mwambie kwamba ndugu zangu, dada zangu, wasasi wako wanashinda hii na hii. Hebu tuwasaidie. Mkubaliane ni kipi mtaweza kutoa. Na ikiwezekana, na si ati ikiwezekana, mpe mkeo awape. Mpe mkeo awape. Maana akifanya hivyo, hata atakuwa na sifa njema kwa ndugu zako, kwa dada zako na wasasi watamheshimu. Hata ukimpa mkeo awape, hawatasema ya kwamba si wewe umewapa, ila watajua kwamba wewe na mkeo mnashirikiana. Jambo lingine, huyu mke wako ulimtoa kwa wazazi wako, hukumleta kwenu atukana na ndugu zako na dada zako. In case au pengine kama amechokozana na ndugu zako, dada zako wanampiga vita, usisimame upande wao. Simama upande wa mkeo, mtetee. Ukinaposimama upande wao, huku mkeo na yeye ameachwa peke yake, atajisikia kwamba yumpweke, atajiona kwamba yeye ako na upweke ama atakuwa mpweke. Kwa hivyo simama na mkeo. Kama anayo makosa, usimkosoe machoni pao. Muite kando, zungumza na yeye, mwambie my wife, mke wangu, hili na lile umelifanya kwa ndugu zangu, kwa dada, kwa wasasi, halifai. Zungumzeni na ninyi wawili. Usikubali mtu asikie. Usizungumze na yeye machoni pa wasasi ndugu zako, mwambie wewe mke ni bure, mbona unachokoza ndugu zangu, mbona unachokoza wasasi. Hiyo ni kumdhalilisha. Utamwaibisha mbele za ndugu zako na dada zako na wasasi wako, na ataaibika kiasi kwamba hata anaweza toroka akajione ya kwamba pale alipo au hapo alipo hapamfai. Ndio. Kwa hivyo simama na yeye. Hata kama ana makosa, mkosoe mkiwa ninyi wawili, lakini kwa upole na kwa upendo. Na kama ni ndugu zako wachokozi, waambie la, msichokose mke wangu. Kama ni wasasi, wasumzie kwa heshima na kwa upole, waambie tafadhali baba na mama, acheni mke wangu. Kama anao makosa, nielezeni niende nikamuonye. Na inafikiri kwa njia hiyo utafanya nyumba yako kusimama. Lile lingine niseme ya kwamba hata ukipata shinda nyumbani mwako, usiende ukitoa siri ya nyumba yako nje kwa wasasi, kwa ndugu zako, kwa marafiki. Maana mkeo atakapojua hatajisikia kwamba hiyo nyumba haimfai. Kwa hivyo linda siri ya nyumba yako. Kama kunao makosa, ongeeni ninyi wawili, elezeni Mungu awape uwezo wa kusuluhisha shinda zenu. Jambo lingine, mwanaume kama umeoa, tafadhali jitenge na wanawake wa nje. Hata kama hujaoa, Paulo anasema hata wale ambao hawajaoa wajifunze kukaa kama Paulo. Kivipi? Paulo alikuwa hamguzi mwanamke. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza 7. Wewe mwanaume kama umeoa, tosheka na mke wako. Usirandarande, usitoke nje. Maana kuwa na urafiki na wake wa nje utafanya mkeo kukuchukia. Hebu niende kwa wasasi wa mke. Nataka niwazungumzie ninyi wasasi. Binti yenu ameolewa. Samahani, nimekuwa na shinda yako. Ndio sababu nimekaa siku nyingi bila kuongea. Wasasi, binti yenu ameolewa, msiingilie. Wewe baba, wewe mama, msiingilie nyumba ya binti yenu ambaye ameolewa. Najua mara nyingi wale wanapenda sana kutembea kwa mabinti zao ni kina mama. Haidhuru kama utatembea, usifanye nyumba ya binti yako kama mboma lako. Tembea kwa kiasi. Hata Biblia inasema usisoe mguu wako kwa jirani yako, labda mara kwa mara asi akakuchukia. Hata binti yako kama ameolewa mahali, amekuwa kama jirani. Sikatai utembee, lakini usifanye nyumba hiyo kuwa nyumba yako. Na tena sana mama ndio wana haraka ya kuongea. Kienda kwa binti yako, usiende kumlazimisha kuishi kama unavyoishi. Maana kila nyumba ina sheria zake. Lakini kama kuna mambo ya kumshauri, mshauri mambo ambayo unahakika hayatabomoa mboma lake. Kuna baba wengine na wao kama ameshikwa na tamaa ya mali, hata kama mahali yalipwa, usitumane ati binti yako adonde nyumbani. Mahari sio kitu ambacho kinaoa. Mahari haiwezi nunua mtu. Mahari yanatolewa kama njia ya shukurani. Mwanadamu hawezi kununua. Mwanadamu ana dhamani kubwa sana. Mwanadamu ana dhamani kubwa sana
Kwa hivyo ninyi baba na mama ambao binti yenu ameolewa, msidhani ya kwamba mahari tu ndio imemfanya yule binti kuolewa. Mahari haitoshi kuoa yule binti yenu. Kwa hivyo hata kama haijatolewa, msilazimishe binti yenu kutoka aje kwenu eti ndio sababu mali yaletwe. Kuna wanaume wengine ambao wanaweza sema kama mmemchukua kwa sababu sijalipa mahari, simtaki, peaneni kwa mtu mwingine. Tafadhali saidieni hao, saidieni kijana ambaye ameoa binti yenu. Kama hawana mapato, wasaidieni namna ya kufanya kazi, wapate mapato na watawaletea. Jambo lingine ni shauri mama ambaye binti yake ameolewa. Tafadhali, huwezi jua vile binti yako ameungana na mumewe. Wanaweza kuwa ameshikana sana kiasi ambacho anayejua ni Mungu peke yake. Kwa hivyo nataka niseme hivi, usiende kusengenya kijana ambaye ameoa binti yako kwa binti yako. Kwenda kwa binti yako kumwambia ati mume wako ako hivi, ako hivi, ako hivi. Wewe hujui vile wameshikana. Unajua, unaweza ukamwambia na akaenda kuambia mumewe ati mama yangu alikuwa hapa ananiambia hivi na hivi. Hakika yule kijana alioa binti yako akijua namna unavyomuongea atakudharau, na hata ukiwa na shinda hata kusaidia. Kwa hivyo kama kuna njia ya kuwasaidia, wasaidie. Wote wangapi? Wote wawili. Waambie watoto wangu, mkitaka kujenga nyumba yenu, watu huishi hivi, watu wanaishi namna hii. Lakini isiwe ni kana kwamba unawaletea sheria za nyumba yako. Hilo halifai. Alafu jambo lingine niseme kwa mama, maana hao ndio mara nyingi wanaenda sana kutembea kwa mabinti. Unaweza ona mzee amekaa hata mwaka hajatembea kwa binti yake. Si mbaya. Lakini mama inawezekana mwaka moja ameenda mara 10 au mara 20. Si mbaya kutembea. Lakini usifanye kama mazoea. Jambo lingine niseme kwa mama, maana ndio wana haraka sana ya kuongea na mabinti. Mzee anaweza kwenda na asiwe na maneno mengi ya kuongea. Wewe mama, usisoee kwenda kuchukua mali kwa binti yako, vitu kwa binti yako kwa siri. Si mbaya kuchukua, lakini kuchukua kwa siri. Na hebu niseme na wewe binti, kama mama ametembea, anahitaji fulani, pigia mmeo simu, mwambie mama yangu amefika hapa, anashinda hii na hii. Au ndugu yangu, dada yangu amefika, wanashinda hii na hii. Muongee ninyi kwa simu. Mawasiliano siku hizi ni rahisi. Ongeeni kwa simu na kisha mtapatana na yule mama mkwe ataenda na kile ambacho alikuwa anakihitaji. Vivyo hivyo sijui kama nimesema, na wewe kijana, ndugu zako na dada zako wamekuja, wanataka kitu fulani, ongea na mkeo. Hata kama ameondoka ameenda mbali, mpigie simu, mwambie my brother ama ndugu yangu, dada yangu, baba wamekuja, wanashinda hii na hii, tufanye nini? Muongee. Hata kama bibi yako yuko kazini mahali, zungumzeni. Hakuna aliye na haki ya kupeana vitu vya nyumba bila kushirikisha mwenzake. Kwa sababu watu wanapooana, mali ya nyumba inakuwa ni yao wawili. Inakuwa ni kama ile mali ya ushirika. Na mali ya ushirika inapeanwa kwa idhini ya shirika. Inapeanwa kwa idhini ya wanakamati wa ushirika. Kwa hivyo niseme hivi mama, haswa wewe binti yako ameolewa, unapoenda, hata kama anakupatia, muulize kama ameongea na mume wake. Muulize, je, hiki unanipa mume wako anajua? Jambo lingine ambalo naona ni hatari ni unapokea vitu kwa siri. Wasasi wa yule kijana alioa binti wakikuona unachukua vitu kwa siri, watakustaki kwa kijana wao, na jambo hilo halitakuwa nzuri. Kwa hivyo niseme ya kwamba hebu mambo yote yafanywe kwa uwazi, na inaamini ya kwamba nyumba itasimama. Hebu nisome fungu moja hapa kwa ajili ya kutahadharisha wasasi. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 na mstari wa 6 inasema, hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliounganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Hayo ni maneno Yesu alisema. Wawili hao ambao wameunganishwa na Mungu wamekuwa mwili mmoja. Wawili wameunganishwa na Mungu wamekuwa mwili mmoja. Kama baba na mama mlipeana binti yenu kwa kijana, na wakaenda hao wawili wakaungana wakawa mwili mmoja, hamuna haki ya kuwatenganisha. Yesu alisema ya kwamba kinachopewa ruhusa ama kile ambacho kinaweza kuwatenganisha, kile kimeruhusiwa kutenganisha ni kifo. Nirudie tena, kile Mungu ameruhusu kitenganishe watu ni kifo. Jambo lingine Yesu alisema labda uasherati.
Lakini wakitaka kusameheana hakuna mtu atawahukumu. Lakini niseme ya kwamba kuna mambo mengine pia yanaweza kuja yakalazimisha watu kuachana. Kuna makosa yanaweza fanyika ambayo yanaweza pelekwa kwa baraza la kanisa, likaangalia likaona haya hayawezi kufanya hawa kuishi. Kisha wanaamrishwa waende koti. Koti inasikiliza. Sitaki kuelezea hayo maana kwa sasa hivi siongelee juu ya nini na nini ambacho kinapaswa kutenganisha. Ila nilikuwa kwa upande wa wazazi ya kwamba ninyi msiwatenganishe. Heri kutokea kitu kingine cha kuwatenganisha, lakini isiwe ni wewe baba na mama kutenganisha binti yako na kijana ambayo mulimpeana binti yako wa kijana, mkambariki. Kama mlimbariki kijana na binti yenu, waruhusu muachilie wakae pamoja. Wakiwa na shinda, wasaidieni wao wawili. Kama wanayo shinda, iwe ni ya kutopatana, wasungumzieni wao wawili, muwapatanishe. Kama ni shinda ya mali, mna njia ya kuwasaidia, wasaidieni namna ya kufanya mali au wasaidieni namna ya kufanya kazi ili wapate mali ya kusaidia nyumba yao. Asante, uniachie hapo. Nikisema kama unayo swali, nenda kwenye channel ya YouTube yangu, tafuta jina Pastor Mutuma Senior, alafu andika swali lako pale ama comment. Pia kuna wengine wananiambia kwamba kwa sababu wamesubscribe, ninapofundisha neno linaingia kwao mara moja. Na kutokana na hayo nimeambiwa na watu ya kwamba ninapofundisha kwa kuwa wamesubscribe, mafundisho yanawafikia mara moja, hata kama simu imefungwa ama imezimika, wakati ataifungua anapata yale mafundisho. Kwa hivyo ningeomba hata na wewe unaweza kusubscribe ili ninapofundisha fundisho likujie mara moja. Asanteni kwa kunisikiliza. Bado niko pamoja nanyi. Kwa neema ya Mungu nitakuja tena kuleta yale Mungu amenifunulia ya kuwaambia kwa ajili ya kuwasaidia, hasa katika mambo ya kujenga nyumba iliyo mfano wa mbingu ndogo. Asanteni sana.